Leo nimekutana na Mama Mjata na bibi, naweza kumuita moja kati ya waigizaji wa muda mrefu na kipindi hicho, na bado wanaendelea kufanya vizuri kwenye tamthilia tofauti tofauti, na leo hatimaye tumemwona kwenye hatma kwa mara nyingine tena. Mamangu, bibi yangu, tuseme heshima yako. Asante, nashukuru, marhaba. Nimefurahi sana leo kukutana nawe kwa mara ya kwanza, kwa sababu mimi sijawahi kufanya na wewe interview hata mara moja. Kweli Karibu sana. Sawa, umeendelea kufanya vizuri sana kwenye karia yako ya uigizaji, na leo umepata nafasi nyingine ya kuigiza kwenye hatma. Labda kwa shabiki yako kwa mara ya kwanza leo anakutizama, labda tuanze kwanza kwenye hatma. Ungependa kuzungumzia labda hatma ni tamthilia namna gani, na uhusika wako mkuu hasa pale ni upi? Hatma ni tamthilia ambayo inaonyesha maisha yaliyotokea ambayo ni ya kawaida, sio ya kutengeneza, ni vitu ambavyo kweli vinatokea. Na husika yangu mimi nilikuwa kama bibi pale nyumbani, nikitumia jina la Bibi Mioli. Lakini kitu nilichoona kwenye tamthilia hii, licha ya ule uhalisia wangu ambao nimezoea kuwakilisha, lakini kuna visehemu kidogo vinanipa kama ukomedi hivi. Na si unajua sisi wazee tunapokwenda uzeeni tunarudi kwenye utoto. Kwa hiyo tunapendaga vitu ambavyo hata kama nikikali na kianzia kidogo kama mchezo, kama na masikio mtu anasikia kwamba hapa nimeambiwa. Kwa hiyo ni kama hivyo ilivyo kwenye tamthilia hii. Ukija kuiangalia ya kukuta sehemu zangu, kuna nyingine ambazo nilikuwa na present kama comedy hivi, lakini ilikuwa ina point. Uliwahi kufikiria kuigiza labda staili hii ya aina ya comedy kama ulivyoigiza kwenye hatma? Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, Mama Mjata, sasa utoke kwenye uhalisia huu, tufanye uingie kwenye comedy. Lakini nikamwambia kama utatokea mwandishi ambaye ataandika katika uandishi wake tu akaniweka niwe kama na present kama comedian, nitafanya. Lakini sio hiyo ambayo sikujifunza basi tu niende sijui kwenye screen sijui niruke nifanye nini. Hapana. Sasa katika hii hatma kuna sehemu nyingine wameniweka, yani unajiona kabisa hapa kama vile sasa nyingine unaambiwa hilo jicho bado hilo Mama Mjata, unamtupia jicho Mariam mpaka mwenyewe anaipata kwamba alafu kisha tazama kakuona, unakimbiza tena unaangalia kwingine, lakini message atakuwa kaipata. Sasa umeigiza tamthilia nyingi sasa hivi na imani, sio? Nyingi sana, hata yani ukiniuliza jina naweza ngakutajia 2 ukafikiria nimeigiza tamthilia 2, kumbe nyingi tu, lakini nazisahau hata majina. Kwa hiyo uzikumbuki na ukumbuka kusema ya hatma labda inaweza kuwa labda 28 au ya 50. Hatma basi naweza nikaifanya ya 2000. Sawa. Mama Mjata, umeigiza na vijukuu wako, Gen-Z wao wanajiita, vijana ambao pia ni vijana wa sasa. Ungependa kuzungumzaje kuhusiana na Gen-Z generation ambao pia mara nyingi umekuwa ukiigiza nao? Watu kama wakina Judy ni mjukuu wako huyo, si ndio? Unazungumzaje generation ya sasa hivi kwenye uigizaji? Kwa mtu ambaye anajua kazi yake, anajua kinachomleta pale ni nini, anafanya vizuri sana. Na nilivyowaona mara nyingi wanakuaga serious, wanaangalia halafu wanajifunza kwamba pale kumbe. Lakini ukikuta mtu ambaye yuko pale kwa sababu ya kamera au kwa sababu nionekane kwenye screen, huyo utapata tabu naye sana. Lakini kwenye hatma kila mtu alikuwa anajua nimeletwa kwa ajili gani. Inalipa, bado unaigiza, ndio maana huko hapa, si ndio? Licha ya kulipa ukiniambia kulipa hela haitoshi ndugu, hata benki hela hazitoshi, lakini inanipa maisha. Naweza kuwa na stress zangu huko, nikija hapa nikikutana na watu nikicheka. Kuna vijana wengine wadogo bibi, wengine wananiita mchumba, samahani, lakini sio mchumba wa kweli, lakini basi maisha yanakwenda, yani nakuwa na furaha, tunaongeza muda wa kuishi. Wewe na mamangu pale
Kemi, mmekuwa mnapata nafasi nyingi sana kwenye tamthilia tofauti tofauti. Kitu gani cha special ambacho mko nacho wewe labda na Kemi? Mara nyingi mnaitwa kama hivi. Najua kuna wabibi wako wa umri wako, lakini sio kivile kama popewa wewe unapata nafasi, na ni muda mrefu tangu enzi hizo za RTD tunaweza tukasema, si ndio? Unaigiza mpaka leo bado unaitwa kwenye tamthilia. Unahisi kitu gani cha special ambacho mko nacho wewe na Kemi? Kuna miko kwenye uigizaji, kuna miko ya kuwa msanii, kama vile anasema msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo kuna limit ambayo inakulimiti kwamba basi ufanye hivi na haya mengine usifanye. Kwa hiyo ndio hivyo na inakuwa kwenye maisha yangu ya kawaida. Nikiwa kwenye uigizaji naigiza, lakini nikiwa nje kwa watu maisha yangu ni mengine kabisa, yale ya nyumbani. Kwa hiyo kutokea hapo mtu anaweza kaniona kwamba yule mama hana makando kando, na wala siataki makando kando. Mimi mpaka umri huu nimefikia, sijisifu, lakini naweza nikasema niko safi. Sawa, niliwahi kufanya mahojiano na Bi Mwenda, na moja kati ya swali ambayo pia niliwahi kumuuliza changamoto ambayo alishakutana nayo kwenye kazi yake hii ya uigizaji. Aliwahi kuigiza scene ya kwamba yeye ni mchawi na akapata changamoto, alienda Kariakoo, alikutana na mtu akamzomea kwamba ni bibi mchawi. Uliwahi kukutana na changamoto ya namna hii labda pengine kupitia kazi yako, kwamba unaigiza scene fulani ukakutana na mtu akawa anakuangalia mara mbili, huyu bibi simpendi mimi, kutokana na labda uigizaji ambao baba walifanya? Mimi mara nyingi nikikutana na watu kwa kweli wananipenda, na nina sura nyingi. Mwenyewe najiona sura hii, lakini kumbe nina sura zaidi ya 100. Kwa sababu unakutana na mtu anakuambia unafanana na shangazi yangu, unafanana na mama yangu mzazi, unafanana, njoo tupige picha. Ni hivi kweli? Haya, napiga picha, peleka huko kalinganishe. Lakini najiona niko peke yangu, lakini kumbe na fanana, yani hivyo, na wanapenda sana, wanasema husika yako tunaipenda. Kwa hiyo mimi husika yangu inaniweka, ingawaje kuna tamthilia moja nilifanya, nilikuwa katili kwa msichana wa kazi. Walinichukia watu, bibi mkatili yule, lakini wanajua kwamba anaigiza. Sasa hivi mama Mjata umegeuka mpaka yule mfanyakazi wa watu unamfanya vile. Lakini ile ilinijenga vile, sababu msanii unatakiwa ubadilike, leo uwe hivi, kesho uwe hivi. Ndio hivyo tunakwenda. Sasa hivi una wajukuu ngapi na vitukuu vingapi? Na wajukuu 3 na vitukuu 4. Na watoto wangu na mtoto mmoja tu. Maintain. Kwa vipi? Kwa na mtoto mmoja, vitukuu ngapi? Wajukuu ngapi? Wajukuu 3 na vitukuu 4. Kwa mtoto mmoja. Maua yako. Yani naona raha. Mimi pale kwanza mtu akiniambia una wajukuu wangapi, ungesema watoto wangapi, namchanganya mama yao, watoto na wajukuu wote, nasema na watu 6. Na watoto 6 kwa sababu wote nawachukua kama wanangu. Wewe unawakumbuka ukiona wajukuu na vitukuu? Nawakumbuka. Kwa maana kwamba wewe huwa wachanganyi kwamba huyu ni mjukuu. Na akili timamu, yuko Devi, yuko Achi, yuko Teki wa jina wangu. Kitukuu yuko Evelyn, yuko Aliela, yuko Liam, yuko Joyce. Sawa. Mama Mjata, mimi nashukuru sana, nimefurahi sana kuzungumza na wewe, nikutakia kila laheri, na hatimaye hatima imetoka, si ndio? Hii hatima bwana, sije kawa hatima kweli ya kwangu. Naomba Mungu anijalie tu niendelee, sije kawa hatima alafu ikawa hatima kweli, lakini naona haitakuwa hivyo. Mungu atanisaidia, nitaendelea. Nguvu za Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, namuomba niendeleze. Amina. Haya, kila laheri. Amina, asante sana.